Tukio la kufungiwa kanisa limetuasili pakubwa sana. Kwa watu ambao walishazoea kukusanyika sehemu moja kumwabudu Mungu, unaambia kwamba huduma imezuiliwa. Tafasiri yake sasa kondoo wanakosa mchungaji, huwa wanatawanyika. Sasa ni kazi kubwa ambayo inatuwia ugumu kuanzia sasa hivi kuanza kuwarudisha wale wote waliopotea na kuwaweka pamoja. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu limewekwa wakfu tayari kwamba huduma zianze kufanyika. Tutaifanya hiyo kazi ya kuwarudisha watu ambao tulikuwa nao na tutasonga nao mbele kama ilivyokuwa mwanzo. Mimi ni mchungaji Sefania Twebe, mchungaji wa kanisa la TAG, Tanzania Assemblies of God. Swali lako mwandishi wa habari ni la msingi sana. Na mimi mwenyewe pia nimemsikia waziri mkuu anapoeleza mambo mengi tu ya serikali, kini pamoja na hilo ulilosema saa hizi kwamba najisikiaje niliposikia kwamba serikali imefungua makanisa ya Ufufuo na Uzima. Mimi nataka niseme kwanza ni faraja kubwa sana ambayo naiona kabisa. Tulikosa amani, tulikosa furaha kabisa kwamba hii na nini sasa. Kwa kuwa mwenzako pia anapoumia, nikawa naona kama inakuja hata kwangu tena nyingine. Kwa hiyo hakuna aliyefurahia kwa Wakristo kwamba sijui sawa tu haya yafungwe tu, hakuwepo. Wote tulikuwa tunaguna kwamba imekuwa kuwaje itoke hii. Lakini taarifa nzuri ya jana ya waziri mkuu imenifanya nione Tanzania inawaelewa watu wake. Jina yangu mimi ninaitwa mchungaji Gift Josephat Sanga, ni mchungaji wa kanisa la Pentecost FPCT hapa Njombe mjini, Mji Mwema. Mamlaka zina weledi mkubwa, zinaweza zikachukua hatua, wakaita wahusika, wakakaa nao chini, wakawaonya au wakawaambia tunaomba likae hivi, mambo yote yakaenda sawa. Tusifikie kwenye hatua kubwa. Hatua ya kufunga kanisa ni hatua ya juu sana, kiasi ambacho kimsingi wako watu ambao wanatutazama na wanaiangalia serikali, wanaweza kaona dosari kwenye serikali yetu.